petroli treni ikaharibika kichwa cha kwanza, karudisha wewe, wakapiga simu kaja kichwa kingine kutoka Tanga. Nilifika pale saa 7:30, kaanza safari kwa viunga vyote viwili. Tumefika hapa Kahe, tunaondoka Kahe, tunakuja hapa ndio moto umeanza kwenye injini ile ambayo inavuta. Imetuleta paka hapa maeneo sisi ya Njolo hii, na yenyewe kaanza kama vile kuonesha mlipuko pale. Kwa hiyo sisi abiria tulikuwa tuko ndani, hatukuona ule mlipuko. Kwa hiyo tukapewa taarifa tunatakiwa kuondoka, kwa sababu wanasema kanda hizi hapa zina vumbi. Kwa hiyo kutokana na ile vumbi tukaambiwa tufunge madirisha na milango. Maana ukiwa kwa ndani huwezi ukaona kinachoendelea kule kwenye injini. Kwa hiyo baada ile injini kuanza kuonesha mlipuko, na yake tukaambiwa tutoke. Kwa hiyo wale wahudumu wakatoka pale kupulizia fire extinguisher katika sehemu ya kichwa cha treni ambayo ni treni inatoka kule Dar es Salaam, treni ya shirika la TRC. Hivyo baada ya kupokea taarifa, askari wakiwa na gari la kuzima moto walifika eneo la tukio na kukuta kweli kuna moto ambao unawaka katika sehemu ya kichwa cha hiyo treni. Na mpaka sasa tumefanikiwa kudhibiti huo moto kwa kushirikiana na mafundi ambao walikuwa katika hiyo treni. Na chanzo cha awali kulingana na taarifa pia za injinia na mafundi wa treni, wanasema kwamba ni hitilafu ambayo imetokea katika injini ya treni. Inaonekana injini ilichemka, kwa hiyo ikafloat, ikawa inatoa moshi mwingi. Ndio. Kwa kweli kama usingedhibitiwa ulikuwa unaashiria hali ya hatari ya kutokea kwa moto, lakini nashukuru moto huo haujatokea mkubwa na kuleta madhara. 65 ambao walikuwa wakielekea Arusha. Yaani hadi inaingia hapa kwetu Moshi ilikuwa ina abiria 65 ambao walikuwa wanatakiwa kuendelea na safari kuelekea Arusha. Ndio. Kwa hiyo sasa kwa hali ilivyo, treni hii haiwezi ikaendelea na safari kwa kutumia hizi injini mbili ambazo ziko nazo ambazo zimepata hitilafu. TRC tumeielekeza na inafanya mpango wa kupata kosa mbili ili abiria hao waweze kuendelea safari kutoka Moshi na kuelekea Arusha.